Mfalme Daudi anasimama juu ya mlima, macho yake yakiangaza mbali. Vita vimekwisha. Maadui wamekimbia. Lakini badala ya kujivunia, Daudi anainua sauti yake kwa wimbo, si wimbo wa kiburi, bali wimbo wa shukrani kwa Mungu aliyemwokoa. Huu si wimbo wa kawaida. Ni ufunuo wa jinsi Mungu anavyopigana kwa ajili ya watakatifu wake. Katika 2 Samueli sura ya 22 tunasoma wimbo wa Daudi, wimbo ambao utaonekana tena katika Zaburi 18. Lakini kwa nini Mungu alihitaji kuandika wimbo huu mara mbili? Kwa sababu ujumbe wake ni mkuu sana kupotea. Daudi anaanza, Bwana ndiye mwamba wangu na ngome yangu na mwokozi wangu. Maneno haya hayakuwa mazito tu, yalikuwa maisha yake. Kila siku, kila vita, kila hofu, Daudi alikuwa amejifunza kumtegemea Mungu kama mwamba usiosonga. Lakini katika wimbo huu, Daudi anazungumza zaidi ya vita vya dunia. Anazungumza juu ya vita vya kiroho ambavyo kila mmoja wetu anayapitia. Anazungumza juu ya Mungu anayeingia katika giza la hatari kumwokoa mtumishi wake. Na hapa ndipo tunagundua jambo la kushangaza, maelezo ya Daudi ya jinsi Mungu alivyoingia vitani hayakuwa ni sitiari tu. Yalikuwa ni utabiri wa kile ambacho Kristo angefanya. Hebu tusome wimbo huu kwa makini. Daudi anasema, Bwana ndiye mwamba wangu na ngome yangu na mwokozi wangu, Mungu wangu ndiye mwamba, nitakimbilia kwake, yeye ni ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu wa juu na kimbilio langu, mwokozi wangu, wewe uniokoa kwa jeuri. Maneno haya ni zaidi ya msifa, ni ushahidi wa macho. Daudi ameshuhudia jinsi Mungu anavyopigana. Anaendelea kusema, nilimuita Bwana, yeye astahiliwe kusifiwa, nami nikaokolewa kwa maadui zangu. Hapa tunajifunza kanuni muhimu, tunapomwomba Mungu, hatumwombi tu, tumuomba yeye astahiliwe kusifiwa. Maana ombi letu linatoka kwa utambulisho wa utukufu wake. Kisha Daudi anaelezea dalili za vita. Mawimbi ya mauti yalinizunguka, mifereji ya uovu ikanikimbiza, kamba za kuzimu zikanizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Lugha hii ni ya kina. Mawimbi ya mauti kwa Kiebrania ni mishipa ya mauti, kama mishipa ya mti ikimzunguka mtu. Mifereji ya uovu kwa Kiebrania ni mafuriko ya Beliali, jina la Ibilisi. Daudi hakuwa anapigana na maadui wa kimwili tu, alikuwa anapigana na nguvu za gizani. Na pale alipokuwa amezungukwa kabisa, alifanya kile ambacho kila Mkristo anapaswa kujifunza, alimuita Mungu. Sasa hapa ndipo tunakutana na maelezo ya ajabu ambayo wengi hawayasomi kwa makini. Daudi anasema Mungu alijibu kutoka hekaluni mwake, si kutoka mbinguni tu, bali kutoka mahali patakatifu. Kisha anasema dunia ikatetemeka na kutetemeka, misingi ya mbingu ikatetemeka na kutetemeka, kwa sababu alikuwa na hasira. Subiri kidogo, nani aliye na hasira? Mungu. Lakini hasira ya nani? Si ya Daudi, ni ya maadui wake. Mungu ana hasira dhidi ya wale wanaomtesa mtumishi wake. Halafu Daudi anaeleza kile kilichotokea, moshi ukaitoka katika pua zake na moto ukila kutoka kinywani mwake, makaa yakawashwa nayo. Hii si lugha ya sitiari tu, ni maelezo ya kina ya jinsi Mungu anavyoingia vitani. Akainama mbingu, akateremka, na giza jeusi lilikuwa chini ya miguu yake. Daudi anasema Mungu alipanda kerubi, malaika, na akaona akiwa juu ya mabawa ya upepo. Hapa Mungu anaonekana kama shujaa wa vita akiingia mapambano. Lakini kuna jambo lingine la ajabu, Daudi anaita Mungu mwamba mara 7 katika wimbo huu. Nambari 7 katika Biblia ni nambari ya ukamilifu. Maana Mungu si mwamba wa kawaida, ni mwamba wa ukamilifu, usiosonga kamwe. Baada ya maelezo ya vita, Daudi anaeleza matokeo, akaniokoa katika maji mengi. Kwa Kiebrania, maji mengi ni sitiari ya maadui wengi waliomzunguka. Lakini kuna sababu nzuri zaidi, kwa sababu alinipendeza. Mungu hakumwokoa Daudi kwa sababu alikuwa mzuri, alimwokoa kwa sababu alimpendeza. Tofauti ni nini? Uongozi wa Daudi ulimpendeza Mungu. Halafu Daudi anasema kitu cha kushangaza, Bwana alinipatia kwa kadiri ya haki yangu, kwa kadiri ya usafi wa mikono yangu alinirudishia. Je, Daudi anajivunia? La. Anaeleza chanzo cha haki yake, kwa maana nimeyashika mapenzi yake, wala sijamwasi Mungu wangu kiovu. Haki ya Daudi haikutoka kwa kazi zake, ilitoka kwa kumtii Mungu. Maana amri zake zote zilikuwa mbele yangu, na sikuziweka mbali sheria zake.
Daudi alikuwa akijua kwamba ushindi wake haukutoka kwa uwezo wake, ulitoka kwa utii wake. Na hapo ndipo anafika katika sehemu ya kimsingi: kwa mtakatifu wewe ni mtakatifu, kwa mkamilifu wewe ni mkamilifu, kwa msafi wewe ni msafi, lakini kwa mpotofu wewe ni mgumu. Hii ni kanuni muhimu. Mungu anajaribu watu kwa kadiri ya mioyo yao. Mnyama wa tai akiwa juu ya mlima alikuwa akishuhudia wimbo huu wa Daudi. Simba akiwa karibu alikuwa akisikiliza kwa makini. Na farasi aliyekuwa akipumzika baada ya vita alikuwa akiyashukiwa na maneno ya mfalme. Nimeshuhudia mfalme wengi, lakini hakuna aliyesimama baada ya ushindi na kumuomba Mungu kwa unyenyekevu kama Daudi. Ndiyo, wengine wanajivuna kwa nguvu zao. Lakini Daudi anasema, Mungu ndiye nguvu yangu. Hii ni hekima ya kweli. Nimembeba katika vita vingi. Lakini leo nimeona kitu kipya. Baada ya mapigano, hayakuwa ni sauti za shangwe za kiburi. Ilikuwa ni wimbo wa shukrani kwa Mungu. Naona mambo kutoka juu. Wakati binadamu wanamuomba Mungu kwa imani, anga mzima unabadilika. Mungu anashuka kushirikiana nao. Lakini je, binadamu wanaelewa nguvu hii wanayoipewa? Mungu anataka kuwa mwamba wao, lakini wengi wanautegemea uongozi wao. Wimbo huu wa Daudi hauhusu tu historia, unahusu maisha yako ya leo. Kama Daudi, wewe pia unakabiliwa na mawimbi ya mauti, hofu, wasiwasi na majaribu yanayokuzunguka. Kama Daudi, wewe pia unaweza kumuita Mungu akiwa mwamba wako. Lakini hapa ndipo tunapaswa kuwa waangalifu. Daudi hakumuita Mungu mwamba baada ya kusoma juu yake, alimuita baada ya kumjaribu. Kila hofu aliyopitia, kila hatari aliyokabiliana nayo, kila wakati alipomtegemea Mungu na kuona ameokoka, hizo zote zilimfanya ajue kwa hakika kwamba Mungu ni mwamba usiosonga. Sasa, je, wewe umemjaribu Mungu? Au unamuogopa tu? Daudi anasema, nilimuita Bwana, yeye astahiliwe kusifiwa, nami nikaokolewa kwa maadui zangu. Hii ni mfumo wa maombi ya matokeo, si kumuomba tu, bali kumuomba akiwa anastahili kusifiwa. Maana tunaporecognize utukufu wa Mungu, imani yetu inazidi kuongezeka. Kitu kingine, Daudi anasema Mungu alijibu kutoka hekaluni mwake. Hebu fikiria, pale unapomuomba Mungu, unazungumza na mfalme ambaye amekalilia kiti cha enzi katika hekalu la mbinguni. Sauti yako haiendi anga tu, inafikia mbele ya kiti cha enzi cha mwenye uwezo wote. Na kama Daudi alivyoona, Mungu anashuka kutoka mahali pake patakatifu kukuletea ushindi. Hebu tuombe kama Daudi. Bwana Mungu, wewe ndiye mwamba wetu, ngome yetu na mwokozi wetu. Kama ulivyomwokoa Daudi kutoka kwa maadui zake, tunaomba utuweko leo. Twakupenda sio tu kwa ajili ya baraka zako, bali kwa sababu wewe unastahili kusifiwa. Wewe ni Mungu wa ukuu na hatujastahili huruma yako. Lakini kwa neema yako wewe unajali sisi. Tunakuomba kama ulivyomjibu Daudi pale alipokuita, utujibu nasi leo. Tuinue sauti zetu si kwa uchungu tu, bali kwa wimbo wa shukrani. Maana hata katikati ya majaribu yetu, wewe bado yu mwamba wetu usiosonga. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Wimbo wa Daudi unatuonyesha kwamba Mungu ni mwamba wetu katika kila hali. Katika kipindi kijacho, tutaona jinsi wimbo huu unavyounganishwa na Zaburi 18 na ni nini hilo linalomaanisha kwa maisha yetu ya leo. Asanteni kwa kutujumuika. Mungu abariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.